Naam, mtazamaji, niendelee kukushukuru tena kwa uwepo wako kwenye eneo hili ama kwenye kijiji hiki cha Nyikani ama kwenye nyika hii ya Nyikani TV, ambapo tunaendelea siku zote kutafakari mawili matatu, lakini pia kupata matukio mbalimbali. Na leo ninaomba tuanze kwa kauli mbiu inayosema kwamba, je, umeridhika na ukimya wao? Ni tafakuri ndogo tu. Je, umeridhika na ukimya wao? Muda huu umeridhika na ukimya wao? Wakati tunaendelea kutafakari hilo, nikualike tumshukuru Mungu kwa kutuamsha salama tena siku ya leo, yani kutupa uhai. Kwa maana ya usalama, si usalama tu wa kuwa hai, ingawa tukio kubwa duniani, dunia nzima, tukio kubwa kabisa ni swala la mwanadamu kufariki. Hivyo Mungu tunamshukuru kwa sababu ametupa uhai. Nafahamu baadhi ya wanauguza, baadhi wanaumwa, baadhi wamefiwa, lakini tumshukuru Mungu kwa sisi kuendelea kutupa uhai. Ametulinda mpaka muda huu. Nikualike sasa tumshukuru Mungu. Tuombe. Mungu wetu, wewe unayejua ya juzi, jana, leo, kesho na hata milele. Wewe ni Mungu ambaye tunakushukuru siku zote, kwa sababu bila wewe yawezekana tusingekuwa hai siku ya leo. Wewe ni Mungu ambaye unaamua kuweka kusudi la kila mtu katika moyo wake, tangu kuzaliwa kwake na hata sasa, kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya familia. Kila mmoja umempa kipawa chake. Utusamee Mungu wetu pale tunapoenda kinyume na matakwa yako, Bwana wetu. Wewe haujawahi kushindwa. Endelea kutupa kibali Mungu, nami unikumbuke. Mkumbuke na mtazamaji wa Nyikani TV. Mkumbuke kila mwanadamu aliye katika nchi yetu ya Tanzania. Kumpa kibali, kumpa kitu ambacho umemuumbia. Wasifiche, wasinyamaze, maana wewe ndiye unayejua kila kitu. Mungu, na wakabidhi viongozi wetu mikononi mwako. Wape hekima, wape mioyo ya uvumilivu, wape mioyo ya kutokuwa na matumizi mabaya ya hasira. Wewe ndiye kila kitu, wewe ndiye uwezaye kila jambo. Uwatulize hata pale ambapo wanakuwa na makasiriko. Wewe kwa sababu ndiye unayejua yaliyoko moyoni mwa mtu na hata yaliyoko hadharani. Katika utatu na kuomba na kushukuru. Amen. Asante kwa kuambatana nami katika mwaliko ambao nilikuwa nimekualika wa kumshukuru Mungu katika haya ambayo nimeyaomba. Sasa tuende moja kwa moja tukianza na kauli mbiu yetu ya leo, kama nilivyokuambia kwamba, je, umeridhika na ukimya wao? Hili ni neno la tafakari ama kutafakuri ambalo ninakuachia wewe. Je, umeridhika na ukimya wao? Leo mada kuu ni kwamba nataka tutafakari kauli ya Mheshimiwa Rais ambayo ameitoa jana jijini Dar es Salaam, alipokuwa akizungumza ama alipokuwa akijibu risala ya mamalishe na babalishe kwenye ufunguzi wa kongamano la babalishe na mamalishe ambalo lilikuwa limefanyika jijini Dar es Salaam siku ya jana. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wa Tanzania ambao walibahatika kuisikiliza hotuba ya Mheshimiwa Rais ama akijibu risala ya akifungua lile kongamano la mamalishe na babalishe jijini Dar es Salaam jana. Ni miongoni mwa Watanzania waliokuwa wamebahatika. Nasema tulibahatika kwa sababu tulikuwa hai pia jana. Tulibahatika kuangalia na kusikiliza na kumtazama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa
Daktari Samia Suluhu Hassan. Wengi sijajua kwa nini siku hizi hawaangalii sana hotuba za viongozi, lakini mimi nimebahatika kutazama na kusikiliza hotuba ya rais na viongozi wengine. Sasa moja ya jambo ambalo naomba leo tutafakari ni swala la kauli mojawapo ambayo alizungumza. Pamoja na mambo mengine, alizungumza kauli ambayo inatafakarisha. Kwa nini ninasema inatafakarisha? Alisema kwamba baada ya mamalishe na babalishe kusoma risala yao na kumwomba mambo kadhaa, moja ya jambo ambalo walikuwa wameliomba ni suala la Mheshimiwa Rais kuwa mlezi wa babalishe na mamalishe Tanzania. Na akijibu risala hiyo, Mheshimiwa Rais alisema kwamba kwa sasa hawezi kuwa mlezi wa kikundi kimoja kwa sababu ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeye ni mlezi wa makundi yote nchini, ila atakuwa mlezi wa kundi hilo la mamalishe na babalishe baada ya kumaliza nafasi yake ya utumishi wa nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na akieleza kabisa kwamba baada miaka 4 ijayo. Hapo ndipo nataka tujikite, kwa sababu hivi karibuni kumetokea na mkanganyiko wa maneno. Baadhi wanasema kwamba Mheshimiwa Rais bado yupo sana mpaka 2035 kwa sababu amepigiwa kura kwa awamu moja na rais inatakiwa pigiwe kura kwa awamu 2, huku wengine wakiwa na wasiwasi kwamba watajitokeza baadhi ya watu wakisema atake asitake aongezewe muda. Lakini Mheshimiwa Rais amezungumza mambo haya jana, na baadhi wanajiuliza na kutafakari nani ni mkweli. Lakini mimi naamini Mheshimiwa Rais ndiye mkweli kati ya wale ambao wanasema kwamba 2030 watasimama naye, lakini anasema kwamba baada ya miaka 4 atakuwa mlezi, baada ya kumaliza urais atakuwa mlezi wa kundi la mamalishe na babalishe. Swali, nani ni mkweli? Mimi ninasema mkweli ni Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Basi naomba nikupitishe na tumsikilize alichokuwa amekizungumza jana akijibu risala ya mamalishe na babalishe Tanzania ambayo walikuwa wamemsomea jana. Basi kwa uchache tu, haizidi hata dakika moja, tumsikilize. Kuliletwa pia maombi. Ombi la kwanza ni rais kuwa mlezi wa umoja huu. Sasa nikiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwa mlezi wa makundi yote ndani ya nchi, yote ndani ya nchi, ila kwa kundi hili nataka niwape advantage. Takapomaliza kazi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kama nitakuwa hai inshallah, nitakuwa mlezi wa kundi hili. Nitakuwa mlezi wako, lakini miaka 4 hii penye uhai na uzima, basi nisaidiwe hiyo kazi mpaka pale nitakapomaliza kazi hii, nitakuwa mlezi wa kundi hili. Naam, nimeona nikupitisha angalau kwa ufupi kabisa, na nadhani umemsikia Mheshimiwa Rais akieleza vizuri sana kwamba kwa sasa hawezi kuwa mlezi wa kundi hilo, ila atawapa advantage au upendeleo maalum pale atakapomaliza kazi ya uraisi. Na anasema kwamba Mungu akimpa nini? Uzima. Na ndicho tunatangulia hata kuomba kwamba Mungu tunamshukuru kwa kutupa uzima, kwa sababu uzima na uhai ni upo mikononi mwa Mungu. Hata kama watu wengine labda wanapanga kwa namna yoyote ile na nini, lakini Mungu akiamua, watu wanaokuwa mpaka kwenye ajali, watu wanaokuwa mpaka kwenye mambo kadha wa kadha. Kwa Mheshimiwa Rais anatambua pia uwepo wa Mungu, kwamba endapo kwa Mungu akiamua kumpa uhai, akimaliza nafasi yake ya urais miaka 4 ijayo, atakuwa mlezi wa kundi hili. Lakini tafakuri ya leo ni kwamba nani ni mkweli? Nani ni mkweli kati ambao wanasema kwamba watakuwa na Mheshimiwa Rais mwaka 2030, na yeye anasema kwamba baada ya miaka 4 hii atakapomaliza urais atakuwa mlezi wa kundi hili la mama lishe.
Nimeona nikupitishe kidogo katika jambo hilo, lakini pia nakuachia tafakari hiyo. Na usisahau tulianza na neno moja ambalo lilisema, je, umeridhika kwa ukimya wao? Umewanyamazisha? Na je, umeridhika kwa sababu wamenyamaza? Ni neno tu la tafakari, lakini kubwa ni haya ambayo alizungumza Mheshimiwa Rais. Mimi kwangu nasema kwamba ametegua mtego. Na ukiniuliza nani mkweli, Mheshimiwa Rais au wale wanaosema watakuwa naye mwaka 2030? Mimi nasema Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye mkweli, ingawa wakati ni mwalimu mzuri. Tusubiri wakati na kuachia tafakari hiyo. Na langu jina ni Godoni Kalulunga Moipungu. Karibu katika kutafakari, na katika comment selection iko nafasi kwa ajili yako.